Dawa unazomeza kila asubuhi kuteremsha presha yako zinakudanganya. Ndiyo, nasema wazi, zinakudanganya kabisa. Unapima presha yako kila asubuhi, mashine inasoma 132 kwa 84. Daktari wako anakuangalia, anatabasamu na kusema, unaendelea vizuri sana mzee wangu, presha ipo chini ya udhibiti. Lakini ndani ya mwili wako unajua fika kuna kitu hakipo sawa. Unajisikia mchovu zaidi kuliko zamani. Kichwa chako kinahisi kama kina mgandamizo mzito ambao huwezi kuelezea. Unaanza kuhofia moyo wako, na unapojaribu kumweleza daktari wako jinsi unavyojisikia, anatazama tu namba kwenye makaratasi na kusisitiza, kila kitu kipo chini ya udhibiti. Chini ya udhibiti? Kama kila kitu kipo chini ya udhibiti, kwa nini hujisikii kawaida kama wakati ulipokuwa kijana? Mimi ni daktari wako ambaye nimeamua kuvunja ukimya leo. Nipo hapa kueleza ule ufa mkubwa, ule uongo mkubwa uliopo kati ya kile mashine yako ya kupima presha inachosema na kile ambacho hasa kinaendelea ndani ya mishipa yako ya damu kwa sasa. Namba unayoiona kwenye mashine ni kipimo tu cha wakati huo. Haikuambii kwa nini presha hiyo ilipanda hapo awali. Haikuambii ni kitu gani kimeharibika ndani ya mwili wako, na kikubwa zaidi, haikuambii kama kumeza kidonge hicho kila siku kunatibu tatizo au kunafurika tu dalili ili usife leo. Kabla sijaingia ndani zaidi na kufunua siri hizi nzito za kimatibabu, fanya jambo moja muhimu sana kwa ajili ya afya yako. Bonyeza kitufe cha subscribe na uweke like kwenye video hii sasa hivi. Ukifanya hivi, utapata ukweli ambao madaktari wengi hawana muda wa kukueleza kwenye zile dakika 5 wanazokupa hospitalini. Na nakuahidi jambo moja la kusisimua. Ukweli ninaoenda kukupa sasa hivi utabadilisha kabisa jinsi unavyotazama afya yako na utaokoa akiba yako ya uzeeni. Wengi wenu hapa ni watu wazima, watu wenye hekima na uzoefu wa maisha. Mnajua jinsi magari yanavyofanya kazi. Fikiria injini ya gari lako inachemka sana. Mshale wa joto kwenye dashboard unasoma nyekundu. Hatari inakuja. Unaweza kuamua kwenda kwa fundi, kisha fundi akakata waya wa mshale huo ili usome kawaida. Namba itaonekana sawa, sio? Lakini injini bado inachemka, injini bado inateketea na gari litakufa muda si mrefu. Hiyo ndio tofauti kubwa kati ya kudhibiti namba ya presha na kutibu kile kilichoharibika mwilini mwako. Unapopewa dawa unashusha namba, lakini uharibifu ndani unaendelea. Hebu tuzungumze ukweli wa kimatibabu bila kuficha. Moyo wako unaposukuma damu kwenye mishipa yako unasababisha mgandamizo. Namba ya juu tunaita systolic ni pale moyo unapojikaza na kusukuma damu. Namba ya chini, diastolic, ni moyo unapopumzika kati ya pigo na pigo. Tunapozeeka, mishipa yetu inakutana na changamoto. Presha inaweza kuwa juu kwa sababu mbalimbali. Kiasi cha maji kinakuwa kingi mno kwenye mfumo wako, mishipa yako inasinyaa na kubana sana, au kuta za mishipa yako zinakuwa ngumu kama mbao. Namba 145 kwa 92 haikuambii shida yako hasa ni ipi kati ya hizo. Inaonyesha tu kwamba presha iko juu. Unapomeza zile dawa za presha, dawa tofauti zinafanya kazi tofauti. Baadhi zinalazimisha figo zako kumwaga maji mengi ili kupunguza kiasi cha damu. Nyingine zinalazimisha mishipa kulegea kimabavu. Nyingine zinapunguza mapigo ya moyo wako kimabavu. Ndiyo, dawa inabadilisha namba, lakini jiulize swali hili gumu. Je, kidonge hicho kimetibu kwa nini kiasi chako cha maji kilikuwa kingi hapo awali? Je, kimetibu kwa nini mishipa yako ilibana? Je, kimetibu kwa nini kuta za mishipa yako ni ngumu? Hapana, hakijatibu. Kimekulazimisha tu uwe na namba nzuri inayoonekana vizuri kwenye makaratasi ya daktari. Hii ndiyo maana unachanganyikiwa na unayo haki ya kuchanganyikiwa. Unameza dawa, namba inasoma vizuri, lakini ndani yako unajua kabisa tatizo halijatatuliwa. Utafiti uliochapishwa katika jarida maarufu la chuo cha Marekani cha magonjwa ya moyo uliangalia jambo hili ninalokuambia. Walipima utando wa ndani wa mishipa ya damu ujulikanao kitaalam kama endothelium kwa watu wanaomeza dawa za presha. Wakati utando huu ukiwa na afya, mishipa inafanya kazi vizuri. Ukiharibika, mishipa inafeli.
Waligundua nini? Waligundua kuwa watu wengi sana wanaomeza dawa za presha walikuwa na namba nzuri, lakini mishipa yao bado imeharibika vibaya sana. Dawa ilikuwa inadhibiti namba, lakini haikuwa inaponya mishipa. Hebu tuwe wa kweli, naomba uniambie hapo chini kwenye comments. Umekuwa ukimenza dawa za presha kwa miaka mingi. Je, unajisikia mwenye nguvu kama utotoni au bado unahisi uchovu na uzito usioeleweka? Andika uzoefu wako hapo chini, tuongee kama watu wazima wanaohoji na kufikiri kwa kina. Sikiliza kwa makini sana hapa, maana hili litagusa mfuko wako moja kwa moja. Usipoelewa mchezo huu wa namba, utaishia pabaya. Utaendelea kununua dawa hizi mwezi baada ya mwezi, mwaka hadi mwaka. Utatumia pesa zako zote za pensheni, pesa ambazo ungetumia kufurahia uzee wako, kujengea wajukuu zako maisha, zitaishia kununua madawa madukani ambayo yanafunika tu dalili. Na mbaya zaidi, uharibifu huu wa kimya kimya unaoendelea ndani ya mishipa yako ndio unaoleta kiharusi baadaye. Ndio unaoleta mshtuko wa moyo unaogharimu mamilioni. Unafikiri gharama za kununua vyakula sahihi sasa ni kubwa? Subiri uone ankara za kulazwa chumba cha wagonjwa mahututi. Kuelewa na kurekebisha chanzo sasa badala ya kufunika dalili kutakuokoa mamilioni ya pesa za matibabu hapo baadaye. Utalinda akiba yako kwa usalama. Sisi ni jumuiya ya watu wazima tunaotaka kuzeeka kwa heshima, nguvu na afya thabiti. Hatutaki kutegemea madawa pekee maisha yetu yote. Kama bado hujafanya hivyo, hakikisha umesubscribe sasa hivi ili tuendelee kujenga afya zetu na kulinda uchumi wetu pamoja kama watu wenye akili. Sasa, hebu tuanze kufafanua ni nini hasa kinachoharibika ndani ya mwili wako kinachosababisha presha kupanda. Mfumo wa kwanza unahusisha figo zako. Figo zako zinapaswa kurekebisha kiasi cha chumvi na maji kinachobaki mwilini dhidi ya kile kinachotolewa nje kwa njia ya mkojo. Mfumo huu unapofanya kazi vizuri, kiasi cha damu kinakuwa sawa na presha yako inakuwa ya kawaida. Lakini kitu fulani kinasababisha mfumo huu ufeli. Figo zako zinaanza kushikilia chumvi hata wakati zinapaswa kuitoa nje. Chumvi nyingi inamaanisha maji mengi. Maji mengi inamaanisha ujazo wa damu unaongezeka. Ujazo wa damu ukiongezeka, presha inapanda juu. Lakini hapa kuna siri ambayo hakuna anayekueleza waziwazi. Kwa nini figo zako zilianza kufanya makosa haya? Nini kilizifanya zishikilie chumvi wakati hazipaswi kufanya hivyo? Jibu linahusisha madini mengine ambayo watu wengi hawayafikirii kabisa. Potassium. Ndiyo, potassium. Figo zako haziguswi na chumvi pekee, zinatenda kazi kutokana na uwiano kati ya chumvi na potassium. Unapokula potassium ya kutosha, figo zako zinapata ishara zinazohitaji ili kutoa chumvi iliyozidi mwilini. Lakini ulaji wa potassium unapokuwa mdogo kwa muda mrefu, figo zako zinapoteza ishara hiyo. Zinaanza kushikilia chumvi kama kilema cha kudumu. Zaidi ya hayo, upungufu wa potassium unaamsha mfumo mwingine hatari sana mwilini mwako. Mfumo huu unapowashwa, unauamuru figo zako zishikilie chumvi kwa nguvu na kutupa nje potassium kidogo uliobakiwa nayo. Ni mzunguko wa mauti. Upungufu wa potassium unaamsha mfumo unaokufanya utunze chumvi na kupoteza potassium zaidi. Figo zako zinafunga kufuli kwenye hali ya kutunza chumvi, maji yanaongezeka na presha inashambulia mishipa yako bila huruma. Tafiti zinaonyesha wengi wetu tunakula karibu miligram 2600 tu za potassium kwa siku kutokana na vyakula vyetu vya kisasa barani hapa. Lakini figo bora zinahitaji takriban miligram 4700 kila siku. Huu ni upungufu mkubwa sana. Hii inamaanisha mamilioni ya watu wazima figo zao zinafanya kazi katika hali ya ukame wa potassium, haziwezi kutoa chumvi ipasavyo na zinaamsha homoni zinazopandisha presha mfululizo. Labda unafikiria, sawa, nahitaji potassium zaidi, lakini hapa ndipo mambo yanapochanganya. Daktari wako alikwambia, mzee, punguza chumvi, na wewe kwa utiifu mkubwa ukapunguza. Unakula labda miligram 2500 za chumvi kila siku, unakuwa mwangalifu sana, lakini presha yako bado ipo juu. Kwa nini? Kwa sababu tatizo sio tu kiasi cha chumvi unachokula. Tatizo ni kwamba figo zako haziwezi kutoa chumvi kwa njia ya kawaida kwa sababu ya upungufu mkubwa wa potassium.
Unajinyima chumvi kwa uchungu, lakini figo zako zinahifadhi kila chembe unayoingiza kwa sababu hazina ishara ya potassium inayohitaji kufungua milango. Hii inaeleza kwa nini baadhi ya watu wanaacha kabisa chumvi lakini hawaoni mabadiliko makubwa ya presha. Figo zao zimefungwa kufuli, na kufuli hilo sio chumvi. Kufuli hilo ni upungufu wa potassium. Sasa, unapopewa dawa za kukojoa sana, dawa hizi zinalazimisha figo zako kumwaga chumvi. Ujazo wa damu unashuka, presha inashuka. Tatizo limekwisha, sawa? Hapana kabisa. Dawa inalazimisha matokeo kwa mabavu, lakini upungufu wako wa potassium wa msingi bado upo. Uvurugikaji wa homoni zako bado upo. Figo zako bado zimeharibika kimfumo, zinashurutishwa tu na dawa kupitia mgongo wa nyuma, na uharibifu unaendelea kusambaa. Sasa tuingie kwenye mfumo wa pili ndani ya mwili wako ambao umeharibika. Mishipa yako ya damu inapaswa kuwa na uwezo wa kulegea na kusinyaa inavyohitajika. Unapokuwa umepumzika chini ya mti, inapaswa kulegea. Unapofanya kazi, inapaswa kujirekebisha. Hili linafanyika moja kwa moja kupitia molecule asilia ambayo utando wa ndani wa mishipa yako unazalisha. Inaitwa nitric oxide. Wakati utando wako wa ndani wa mishipa una afya nzuri, unazalisha nitric oxide mfululizo. Molecule hii inaingia kwenye misuli ya mishipa yako na kuiambia, legea. Mishipa inabaki wazi, damu inatiririka kwa urahisi na presha inabaki ya kawaida kabisa. Lakini kitu fulani kinaharibu seli zinazozalisha molecule hii muhimu. Utando wa ndani wa mishipa yako unakuwa mbovu, unaacha kuzalisha nitric oxide ya kutosha. Bila molecule hii, misuli ya mishipa yako haiwezi kulegea ipasavyo, inabaki imebana. Damu inakutana na upinzani mkubwa na presha inapanda tena. Sasa hapa ndipo mambo yanapokuchanganya unapotumia dawa. Tuseme unameza zile dawa zinazozuia madini ya kalsi kuingia kwenye misuli ya mishipa yako. Dawa hizi zinazuia kalsi kwa nguvu. Bila kalsi, misuli haiwezi kukaza kwa nguvu, inalazimishwa kulegea. Mishipa yako inatanuka kimabavu, presha inashuka. Namba ya presha inaonekana nzuri sana kwenye mashine. Lakini tatizo la msingi, ule utando ulioharibika ambao hauwezi kuzalisha nitric oxide, bado upo pale pale. Dawa inafanya kazi kuzunguka tatizo, inalazimisha mishipa kulegea kupitia njia nyingine ya uchochoroni, lakini mishipa yako bado haiwezi kulegea kiasili kwa sababu mfumo wake umeharibika. Ni nini kinachoharibu utando huo awali? Hapa ndipo ukweli unapokuwa mchungu kwa wengi wetu. Tafiti zimebaini mambo kadhaa. Sukari nyingi kwenye damu kwa muda mrefu, hata katika viwango ambavyo madaktari wanaita ni vya kawaida, inaharibu seli hizi. Sumu mbalimbali mwilini zinaharibu kimeng'enyeza kinachotengeneza nitric oxide. Upungufu wa virutubisho muhimu unamaanisha mfumo huu hauwezi kufanya kazi hata kama seli zinajitahidi vipi. Na mwisho, uvimbe wa kimya mwilini unaiweka mishipa yako katika hali ya uharibifu wa kudumu. Hali hii inajirudia yenyewe kama kimbunga. Mishipa isipolegea, presha inapanda. Presha ikipanda, inachana na kuharibu utando zaidi. Uharibifu zaidi unamaanisha nitric oxide inapungua zaidi. Ikipungua zaidi, presha inapanda zaidi. Ni mzunguko wa kifo. Zaidi ya hayo, utando ulioharibika unaruhusu vitu vibaya kuingia kwenye kuta za mishipa yako kama vile lehemu mbaya na seli za uvimbe. Hivi ndivyo mchakato wa kuziba kwa mishipa unavyoanza, mzee wangu. Sio tu swala la presha hapa. Ni mwanzo wa magonjwa ya mishipa yatakayoleta mshtuko wa moyo na kiharusi hapo baadaye. Enyi wazee wenzangu wenye hekima, hebu tuongee ukweli hapa chini kwenye sehemu ya maoni. Ni mara ngapi umeambiwa uache sukari lakini unaona ni jambo dogo tu lisilo na madhara? Je, unajua kwamba kikombe hicho cha chai kilichojaa sukari kinachana mishipa yako sasa hivi? Tuambie hapo chini, je, upo tayari kufanya maamuzi magumu kwenye sahani yako leo ili kuokoa maisha yako ya kesho? Maana tunahitaji watu wanaoamka na kuchukua hatua miongoni mwetu. Sasa hebu tuzungumze kuhusu mfumo wa tatu, na hili litakushangaza sana kwa sababu hakuna daktari anayekupima jambo hili. Misuli ya mishipa yako ya damu inasinyaa na kulegea ikitegemea madini ya calcium. Calcium inapoingia, misuli inakaza, mishipa inabana, presha inapanda juu. Mwili wako una kidhibiti asilia kinachozuia kalsi isiingie pita kiasi. Kidhibiti hicho ni madini ya magnesium. Wakati viwango vya magnesium vikiwa vya kutosha, inashindana na calcium. Inafanya kazi kama breki asilia. Inaizuia kalsi isiingie kupita kiasi kwenye kuta zako. Misuli ya mishipa yako haiwezi kukaza kwa nguvu kupita kiasi. Inabaki imelegea kiasi, lakini
Hapa kuna tatizo ambalo karibu hakuna anayelijua barani hapa. Tafiti zinakadiria kuwa karibu nusu yetu watu wazima hatuli magnesium ya kutosha. Chakula chetu cha kisasa kinatupa labda miligramu 250 tu kila siku, lakini afya bora ya mishipa inahitaji miligramu 400 hadi 500. Kwa nini kiwango chetu ni chini sana siku hizi? Kwa sababu magnesium inapatikana hasa kwenye vyakula asilia vya mababu zetu. Watu wengi hawali tena mboga za majani zilizokolea rangi ya kijani kama matembele na mchicha, hawali karanga, hawali mbegu za maboga, hawali nafaka zisizokobolewa, wala maharage kama zamani. Milo ya watu wengi sasa inatawaliwa na vyakula vilivyosindikwa viwandani, unga mweupe na vyakula vinavyotoa magnesium kidogo sana au hakuna kabisa. Matokeo yake ni nini? Mwili wako unaishi na upungufu mkubwa wa magnesium wa kudumu. Seli za misuli ya mishipa yako zinafanya kazi bila breki yake asilia. Kalsi inaingia kwa uhuru. Seli zinakaza kupita kiasi. Mishipa yako inabaki imebana na presha yako inabaki juu siku zote. Hebu fikiria kwa kina kuhusu hatima yako mzee. Unapofanya maamuzi sahihi leo ya kula vyakula hivi asilia tunavyovipuuza, unawekeza kwenye miaka yako ya uzeeni. Utakuwa na nguvu ya kucheza na wajukuu zako uwani. Utaweza kutembea kwenda msikitini au kanisani bila kuegemea fimbo kwa sababu ya nusu kaputi ya kiharusi. Na muhimu zaidi, hizo pesa ulizoweka akiba hazitaishia kulipa bili za hospitali zinazotisha na kumaliza rasilimali za familia. Utazitumia kufurahia matunda ya jasho lako. Hii ndio maana lazima tuelewe mambo haya sasa hivi, kabla hawajakuweka kwenye mashini za kupumulia wodini. Sasa unaweza kuona picha kamili ya nini kimeharibika ndani yako. Figo zako haziwezi kutoa chumvi vizuri kwa sababu ya upungufu wa potassium, hivyo zinaamsha homoni zinazofunga figo zishikilie maji. Mtando wa ndani wa mishipa yako hauwezi kuzalisha nitric oxide kwa sababu ya uharibifu utokanao na sumu, uvimbe na ukosefu wa virutubisho. Na misuli ya mishipa yako inakaza kupita kiasi kwa sababu ya ukosefu wa magnesium, kuruhusu kalsi ifanye uharibifu. Mifumo hii mitatu inashirikiana na kulishana. Tatizo la figo linaongeza ujazo wa damu ambao unapandisha presha, ambayo inaharibu mtando wa mishipa zaidi. Uharibifu wa mtando unapunguza nitric oxide, mishipa inashindwa kulegea, presha inapanda zaidi. Upungufu wa magnesium unaruhusu kubana kwa nguvu zaidi, presha inapanda na kuharibu mishipa zaidi na zaidi. Inaunda mzunguko wa kifo unaoshuka chini kwa kasi sana. Unapomeza dawa ya presha, inakata mzunguko huu kwenye eneo moja au ngili kwa muda tu. Dawa ya kukojoa inalazimisha chumvi kutoka nje licha ya figo kuharibika. Dawa ya kuzuia kalsi inazuia misuli kukanza licha ya upungufu wa magnesium. Dawa ya kuzuia homoni inakata mawasiliano licha ya tatizo la msingi la potassium kuwepo. Dawa zinadhibiti matokeo tu. Namba yako ya presha inakuwa nzuri, lakini mifumo mitatu ya msingi inabaki imeharibika. Hii ndiyo sababu inabidi umeze dawa mfululizo bila kuacha mpaka siku yako ya mwisho. Hii ndiyo sababu unajisikia kama kuna kitu bado hakipo sawa mwilini. Hata kama namba zako zinaonekana nzuri, hisia zako zipo sahihi 100%. Mifumo yako bado imeharibika. Lakini kuna jambo zito zaidi linaloendelea ambalo mashini yako ya presha haipimi wala kukuambia. Kadiri muda unavyosonga, mchanganyiko wa presha iliyo juu, uharibifu wa mtando, ukosefu wa magnesium na uvimbe wa kudumu vinasababisha kuta za mishipa yako kubadilika kimaumbe. Kalsi inaanza kujikusanya na kuganda kwenye kuta hizo. Sio tu kuathiri misuli, bali inajenga ukuta mgumu ndani ya mishipa yako yenyewe. Mishipa yako inaanza kuwa mikavu na migumu kama mifupa ya mnyama. Inapoteza unyonyofu wake asilia. Mishipa inapokuwa na afya, inatanuka kidogo moyo unaposukuma damu. Inanyonya nguvu ya mgandamizo, kisha inarudi na kusukuma damu mbele kwa amani. Hii inaweka presha ya juu na ya chini katika hali ya wastani mzuri. Lakini mishipa ikisha kuwa migumu kama mbao, haiwezi kutanuka hata kidogo. Nguvu yote kutoka kwenye pigo la moyo inagonga moja kwa moja kwenye kuta mgumu. Presha yako ya juu inaruka juu sana kama mshale. Kisha moyo unapopumzika, mishipa ngumu haiwezi kusukuma damu mbele vizuri. Presha yako ya chini inashuka chini kwa kasi ya kutisha. Unapata kile ambacho sisi wataalamu tunakiita presha ya mapigo iliyopanuka sana. Uwazi huu mkubwa kati ya namba ya juu inayosababishwa na kugongwa kwa damu kwenye kuta ngumu na namba ya chini inayoanguka kwa sababu mishipa haiwezi kusukuma damu, hii ni hatari kubwa sana kwa wazee. Inatabiri hatari ya kiharusi na mshtuko wa moyo kwa usahihi mkubwa sana, kuliko hata hizo namba moja moja wanazozingatia kila unapoenda kliniki. Lakini, je, kuna daktari yoyote amewahi kukaa na wewe na kuzungumzia jambo hili kwa kina? Hawazungumzii. Wanajali tu kushusha namba yako ya juu iwe chini ya 130. Hawajali kabisa kama mishipa yako inazidi kuwa migumu na kukakamaa kama mbao, ili mradi tu namba kwenye makaratasi yao inaonekana chini ya udhibiti. Hapa ndipo ukweli unapokuwa mchungu sana mzee wangu. Hakuna dawa yoyote inayotibu ugumu wa mishipa. Fikiria zile dawa zote tulizozungumzia awali.
Dawa za kukojoa sana zinapunguza ujazo wa maji tu. Dawa za kuzuia kalisi zinazuia misuli kukaza tu. Dawa za kuzuia homoni zinakata tu mawasiliano mwilini. Hakuna hata dawa moja inayoondoa makapi ya kalisi yaliyoganda na kujenga kuta ngumu ndani ya mishipa yako. Hakuna dawa inayoweza kurudisha unyumbufu asilia wa mishipa iliyokakamaa na uzee na lishe mbovu. Dawa hizi zinadhibiti namba tu, licha ya ugumu unaoendelea ndani yako. Zinafanya kazi kwa kuzunguka tatizo, lakini ugumu wenyewe unaendelea kukua kila kuchao. Kuna kipimo halisi kinachoweza kupima ugumu wa mishipa yako moja kwa moja. Kinaitwa kipimo cha kasi ya wimbi la mgandamizo wa damu. Kinapima jinsi wimbi la presha linavyosafiri haraka ndani ya mishipa yako. Katika mishipa laini yenye afya, wimbi linasafiri polepole, kwa amani na utulivu. Katika mishipa migumu iliyokakamaa, wimbi linasafiri kwa kasi ya kutisha. Kadiri wimbi linavyokuwa na kasi, ndivyo mishipa yako ilivyogumu, na ndivyo hatari yako ya kufa ghafla ilivyo kubwa. Kipimo hiki kipo, ni rahisi, hakiumizi na kinachukua dakika 10 tu. Lakini, kwa nini daktari wako hakuagizi ufanye kipimo hiki? Jibu ni rahisi na la kusikitisha. Kwa sababu wakikupima na kukuta mishipa yako ni gumu, hawana kidonge cha kukuandikia ili kutibu tatizo hilo. Kwa hiyo wanaamua kutokupima kabisa. Wanajikita tu kwenye kile wanachoweza kutibu kwa vidonge vyenye faida kwao, namba ya presha, na sio ubora wa mishipa yako. Hii inamaanisha unaweza kuwa na presha inayosoma 128/82 ukiwa umemeza dawa, namba zinazoonekana kikamilifu, huku mishipa yako ikizidi kuwa migumu kila kuchao, hatari yako ya kiharusi ikipanda kwa kasi, na hakuna anayepima wala kushughulikia hilo. Sasa, unaelewa kwa nini unachanganyikiwa. Unameza dawa kila siku, namba zako zinaonekana nzuri kwenye mashine, lakini ndani ya nafsi yako unajua fika kwamba tatizo halijatibiwa, na upo sahihi 100%. Dawa inadhibiti kipimo tu, wakati mifumo mitatu mikubwa ya kibiolojia inabaki imeharibika. Figo zako bado hawaziwezi kurekebisha chumvi ipasavyo. Mtando wa mishipa yako bado hauwezi kuzalisha nitric oxide ya kutosha kulegeza misuli. Kuta za mishipa yako bado zinazidi kuwa migumu na kukakamaa. Dalili zimedhibitiwa, ndiyo, lakini ugonjwa wenyewe unaendelea kutafuna mwili wako kimya kimya. Hebu tuweke mambo wazi hapa. Niandikie hapo chini kwenye maoni. Je, baada ya kusikia ukweli huu mzito, utaendelea kuamini kwamba kumeza kidonge inatosha, au umeona haja ya kutafuta chanzo cha tatizo lako? Naomba kusikia mawazo ya watu wazima wenye hekima hapo chini. Tupeane uzoefu wetu. Sasa swali ambalo ni muhimu kuliko yote. Mifumo hii mitatu inaweza kurekebishwa? Figo zinaweza kurudishiwa uwezo wake wa asili? Seli za mishipa zinaweza kuanza tena kuzalisha nitric oxide? Ugumu wa mishipa unaweza punguzwa au kuzuiwa usiendelee? Hapa ndipo tafiti za miaka 25 iliyopita zinafunua kitu ambacho watu wengi hawajawahi kufundishwa. Jibu ni ndio kubwa, lakini sio kwa kutumia madawa pekee. Madawa yanalazimisha matokeo yaonekane mazuri, lakini mabadiliko maalum ya chakula na mtindo wa maisha yanatibu hasa chanzo. Yanarudisha ufanyaji kazi asili wa mwili wako badala ya kufunika makosa. Utafiti mkubwa wa kihistoria uliochapishwa katika jarida kuu la tiba ulijaribu kuangalia kama mfumo maalum wa chakula unaweza kushusha presha kama dawa. Walichukua watu wazima wenye presha ya juu, baadhi wakapewa mlo wa kawaida, wengine wakapewa mlo uliojaa matunda, mboga za majani nyingi, nafaka zisizokobolewa na protini isiyo na mafuta mengi, huku wakipunguza chumvi na mafuta mabaya. Baada ya wiki 8 tu, wale wa mlo maalum walishusha presha zao kwa pointi 11.4 za juu na pointi 5.5 za chini wastani. Matokeo haya ni sawa kabisa na nguvu ya dawa za presha za mstari wa kwanza. Lakini hapa kuna tofauti kubwa inayotenganisha chakula na dawa. Watafiti hawakupima presha pekee, walipima afya ya mtando wa mishipa. Waligundua kwamba mlo huu ulirekebisha kabisa uwezo wa mishipa kuzalisha nitric oxide. Mishipa ilirudisha uwezo wake wa asili wa kulegea. Mfumo ulikuwa umeponywa, sio tu kufunikwa kimabavu. Nini kilifanya mlo huu uwe na maajabu kiasi hiki? Kwanza, ulitoa takriban miligramu 4,000 za potassium kila siku, mara 2 ya kile watu wengi wanakula. Kiwango hiki cha potassium kilikosha kufungua kufuli kwenye figo. Figo zilianza tena kutoa chumvi kwa uhuru.
Pili, ulitoa magnesium ya kutosha, karibu miligramu 500 kutoka kwenye mboga za majani na mbegu. Magnesium hii ilirudisha breki asilia ya kuzuia kalsi isiingie kwa wingi na kukaza misuli. Mishipa ikalegea yenyewe. Tatu, ulileta vizuia sumu vingi kutoka kwenye matunda na mboga ambavyo vililinda nitric oxide isiharibiwe na kusafisha uvimbe uliokuwa unachana kuta za mishipa. Na 4, ulitoa calcium asilia inayoamsha uzalishaji wa nitric oxide. Mchanganyiko huu wa virutubisho vyote viune ulishambulia mifumo yote mitatu iliyoharibika kwa wakati mmoja. Hii ndiyo maana pressure ilishuka, si kwa kulazimishwa bali kwa kurekebishwa. Onyo kubwa la kimatimaku. Sikiliza kwa makini sana hapa. Kuelewa haya haimaanishi utupe madawa yako leo. Kuacha dawa za pressure ghafla ni hatari sana na inaweza kukuua. Dawa yako inafanya kazi muhimu ya kukuzuia usipate kiharusi leo. Endelea kuimeza. Kusudio langu ni kukupa uwezo wa kutibu chanzo huku ukiendelea kujilinda kwa dawa. Kadiri unavyoboresha lishe, figo zitapona, mishipa italegea, presha yako itazidi kushuka vizuri zaidi. Hapo sasa, wewe na daktari wako mtakaa chini na kuanza kupunguza dozi ya dawa taratibu. Lengo ni kuiponya mwili wako urudi katika hali yake ya kawaida, ikitegemea dawa kidogo au kutotegemea kabisa hapo baadaye. Pia kama una ugonjwa wa figo uliokomaa au unatumia dawa maalum zinazotunza potassium, lazima uongeze potassium chini ya uangalizi mkali wa daktari. Hatutaki kuhatarisha maisha, tunataka kuponya kwa akili. Kwa nini daktari wako hajawahi kukueleza haya yote? Sio kwamba ana nia mbaya. Kwanza, muda wake ni mchache sana. Ana wagonjwa 50 nje wanambiri. Kuandika cheti cha dawa inachukua sekunde 30, lakini kukueleza haya yote inahitaji saa moja. Pili, mfumo wa matibabu unalipa madaktari kuandika dawa na haulingani wala kuthamini ushauri wa lishe na mtindo wa maisha. Hizi ni changamoto za kimfumo, lakini inamaanisha wewe mzee wangu lazima usimame mwenyewe kutetea afya yako. Ukiwa na maarifa haya, unaweza kwenda kwa daktari na kuuliza maswali ya msingi. Tujenge maisha yetu ya uzeeni sasa hivi. Fikiria pesa unazookoa. Fikiria jinsi ambavyo hutakuwa mzigo kwa wanao. Fikiria nguvu utakayokuwa nayo ya kucheza na wajukuu na kufurahia akiba yako. Hapa kuna ramani yako ya ushindi ya hatua 4. Hatua ya kwanza ni tathmini. Kwa siku 3, andika kila kitu unachokula. Kisha, tafuta msaada wa vijana wako wa kupigia hesabu ya potassium na magnesium unayoipata. Wengi wenu mtagundua mnakula nusu tu ya mnayoihitaji. Tambua wapi unapata chumvi nyingi. Mara nyingi ni kwenye vyakula vya viwandani na vya kukaanga mikahawani. Hatua ya pili ni kutekeleza taratibu. Usibadili kila kitu usiku mmoja, utashindwa. Anza kwa kuongeza vyakula vyenye potassium nyingi, ndizi mbivu, viazi vitamu na maganda yake, mchicha na maharage. Ongeza kwa utaratibu. Kisha ingiza vyakula vyenye magnesium, mboga za majani zilizokolea rangi, mbegu za maboga na nafaka ambazo hazijakobolewa sana. Punguza vyakula vilivyosindikwa kwa kuchagua vyakula vibichi na kupika nyumbani. Hatua ya 3 ni mwendo. Mazoezi ya aerobic kama vile kutembea kwa haraka kiasi kwa dakika 30 hadi 60 karibu kila siku. Hii inajenga afya ya mishipa yako kwa kiwango kikubwa sana. Kikubwa hapa ni endelevu, sio kutumia nguvu nyingi mpaka uzimie. Tembea tu mzee wangu, tembea uokoe maisha yako. Hatua ya 4 na ya mwisho ni kufuatilia. Nunua mashine yako binafsi ya kupima pressure nyumbani. Pima kila siku muda ule ule. Andika kwenye daftari lako. Hii itakupa ushahidi wa wazi kabisa kama mwili wako unaanza kuitikia mabadiliko haya chanya. Utaona namba zinashuka taratibu na mwili wako unarudi kwenye uhai uliopoteza miaka mingi iliyopita. Chagua afya leo, chukua hatua na uokoe maisha yako.